Silver Striker itafanya mazoezi yake ya mwisho leo Benjamin Mkapa majira ya saa 11 kamili jioni. Ni muda ambao waandishi mtapata dakika 15 za kwanza kuweza kukava hiyo story. Tangazo la pili ni kuhusu siku ya mchezo kwa maana ya kesho pale Benjamin Mkapa. Kwa mujibu wa vikao ambavyo tumefanya na wenzetu wa ulinzi na usalama, lakini pia wamiliki wa uwanja wa Benjamin Mkapa, tumekubaliana mambo yafuatayo. Kwa kuwa mchezo wa kesho hakuna kiingilio, mageti yatafunguliwa saa 4 kamili asubuhi. Mageti yatafunguliwa saa 4 kamili asubuhi. Na mageti yatafungwa saa 8:30 mchana. Yatafunguliwa saa 4 kamili asubuhi na mageti yatafungwa saa 8:30 mchana. Kwa nini mageti yanawahi kufunguliwa na yatafungwa saa 8:30 mchana? Ni kuhakikisha watu wawahi mapema, tuepuke msongamano wakati wa kuingia, na pia tuepuke msongamano wa njia wakati timu zikiwa zinakuja uwanja wa Benjamin Mkapa. Hilo ni jambo muhimu nikasema niwajuze, na ni vyema wanachama na mashabiki wa klabu yetu Young Africans na wapenzi wa mchezo wa mpira wa miguu kwa ujumla wajue kesho wanatakiwa kuwahi Benjamin Mkapa mapema, na saa 8:30 mageti yatakuwa yamefungwa kwa sababu tunaamini muda huo tayari uwanja utakuwa umeshajaa. Lakini ndani, ili watu wasiboreke, kutakuwa na burudani mbalimbali. Tutakuwa na listi ya DJs ambao watakuwa watuburudisha kutusogeza paka muda wa saa 9:30 ambako taratibu za mchezo zitakuwa zinaanza sasa kuelekea saa 11 kwenye mchezo wenyewe. Nje ukifika asubuhi tumefungua mageti mengi pasavyo, lakini kutakuwepo na magari maeneo ya karibu na kuingia uwanjani. Na haya magari tutakwenda kuyapiga picha na asubuhi tutakwenda kuonyesha maeneo ambayo tumeyaweka. Kwa mujibu wa taratibu za pale sasa hivi ukifika unatakiwa upite kwenye ile gari, kutakuwa kuna watu wasiopungua 5 ndani ya gari ambao utapita, watakukabidhi tiketi yako, utakwenda moja kwa moja mlangoni. Hakuna room ya kuchukua tiketi alafu kwenda kunywa maji au juisi nje. Ukichukua tiketi unadumbukia kwenye foleni, unaingia moja kwa moja ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Niombe sana Tanzania ambao tunakuja kesho kumshana kuhusu ustaarabu, kumshana kuhusu ungwana, kuanzia tunapotoka majumbani, tunapofika uwanjani, kufuata maelekezo yote ambayo tolewa na wenzetu wa ulinzi na usalama, na tukiingia pia ndani twende kwa lengo la kushangilia mpira. Tusiende kwa malengo ya vurugu, tusiende kwa malengo ya kutaka kuleta hali ambayo hairuhusiwi kwenye mechi hizi za kimashindano ya CAF, lakini pia sio hali za kiungwana kwenye viwanja vya mpira wa miguu. Kwa haya machache, kuna maswali? Kuna maswali kwa upande wa huku Yanga? Karibu. Umesema watu wengi kwa lengo la ustaarabu, kwa mashabiki wengi wa lengo tofauti wanaweza wakaenda kesho, ambao wanaweza sio mashabiki labda wa Yanga. Sasa tunatoka zaidi gani? Sababu wao labda wengine wanaweza kuchafua labda na kuzania kufanya vitu fulani. Sio mashabiki labda kufanya vitendo visivyokuwa vya ungwana uwanjani havibebi taswira ya timu yoyote duniani. Vinabeba taswira ya mashabiki wahuni ambao sio wastaarabu. Na sisi Yanga ukiangalia kwenye michezo yetu yote ambayo tumeicheza katika misimu hii ya hivi karibuni, hakuna kitendo cha vurugu uwanjani. Na katika mechi hizo mashabiki wa timu nyingine pia huwa wanaruhusiwa kuingia kwenye michezo yetu. Sisi hatujawahi kumpiga shabiki na hatutampiga shabiki ambaye sio wa Yanga ambaye amekuja kuangalia mpira. Hata Silver Strikers wana mashabiki wao. Kuna Wamalai wanaishi hapa Tanzania, watakuja kuiunga mkono timu yao. Hao pia wanatakiwa wawe wastaarabu. Tuje pale, tufurahie mchezo, na mwisho wa siku atakayekuwa bora atapata matokeo mazuri, tunakwenda nyumbani tukiwa salama. Mpira tunakwenda kushindana kwa dakika 90. Zikiisha dakika 90, kila mmoja anatakiwa akumbuke usalama mwenzake, turudi majumbani tukiwa salama. Swali la pili, hakuna. Niwashukuru sana ndugu zangu waandishi wa habari kwa kuja. Niwatakie pia majukumu mema. Vitambulisho vyenu vitatolewa kesho saa 2 asubuhi hapa makao makuu ya klabu Jangwani Dar es Salaam. Asanteni sana.